Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliyokuandalia. Wajumbe wa COP30 washukuru uongozi wa China katika mpito wa kijani na urekebishaji wa mabadiliko ya hali ya hewa. Meli kubwa ya kusaidia urambazaji Haishun 176 yaingia rasmi kazi bahari ya kusini ya China. Na kiwanda cha kwanza duniani cha magari yanayopaa chaanza uzalishaji wa majaribio kusini mwa China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Wajumbe wa kimataifa wanaoshiriki katika mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi unaofanyika Belém, Brazil, wamesifu uongozi wa China katika juhudi zake za kusukuma mpito wa kijani wa kiuchumi na urekebishaji wa hali ya hewa. Mwenzangu Simiwa Njala anatuarifu zaidi. Jukwaa la China limekuwa likiongoza mashindano mbalimbali wakati wa mkutano wa mwaka huu unaoendelea kuanzia Novemba 10 hadi 21, ukiwavutia wataalamu wengi wa mabadiliko ya hali ya hewa. Wengi wamesema wamevutiwa na mafanikio ya China katika kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi na kwamba nchi hiyo ina nafasi muhimu katika mpito wa kijani wa uchumi wa dunia. I am extremely impressed. In fact, the world is extremely impressed and grateful for China's leadership on climate action written large. Not just on the renewable transformation, whether it's solar or whether it's wind power generation, which of course is extremely impressive, but also on climate adaptation, the other side of the climate debate. Basically supporting countries in the global south to address the climate shock. Jackson Ewing, mkurugenzi wa sera za nishati na hali ya hewa katika taasisi ya Nicholas ya nishati ya chuo kikuu cha Duke, alibainisha kwamba China imechukua hatua za kuacha mradi wa makaa ya mawe nje ya nchi na kuongeza uhamasishaji wa teknolojia safi, jambo linalochangia mpito wa kijani wa dunia. Andrea Mjuma, mchumi mkuu katika idara ya mpango na maendeleo ya uchumi ya Malawi, amesisitiza mtazamo wa China unaotekeleza mpito wa kijani unaotokana na falsafa yake ya ustaarabu wa mazingira, yani ecological civilization. It just shows me that China is not just leading in words, it's leading in actions. We've seen the philosophy, ecological civilization, which has driven all its successes in trying to green and its economy, as well as transit from high carbon consumption into renewable, low cost, affordable technologies. Wengineko ni kwamba meli kubwa ya kusaidia urambazaji Haishun 176, chombo cha kisasa kilichojengwa nchini China, kimeanza rasmi kutoa huduma katika bahari ya kusini ya China, kikiwa na teknolojia ya umeme na uwezo mkubwa wa kufanya kazi katika mazingira magumu ya baharini. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Hii ni meli ya Haishun 176, meli kubwa zaidi ya kusaidia urambazaji ambayo imejengwa kwa kujitegemea nchini China na sasa imewekwa rasmi kuanza kutumika katika kituo cha udhamini wa urambazaji cha bahari ya kusini chini ya Wizara ya Uchukuzi. Kwa sasa hii ndio ni meli kubwa zaidi na ya kisasa zaidi ya aina yake ndani ya mfumo wa uchukuzi wa China. The Haishun 176 has not only made significant improvements in energy efficiency and environmental protection, but also demonstrates precise positioning and flexible maneuvering capabilities in complex sea conditions. It also possesses strong operational capabilities, including a 20-ton crane and self-stowing chain winch, allowing it to perform navigation aid deployment and maintenance even in challenging maritime environments. Additionally, the vessel incorporates an intelligent engine room that monitors equipment status and provides fault warnings, thereby enhancing operational efficiency to a certain extent. Ikiwa na urefu wa mita 75, upana wa mita 14 na uzito kamili wa tani 2360, Haishun 176 inaweza kusafiri umbali wa maili za baharini 5000 na imewekwa mfumo wa uendeshaji wa umeme kamili. Meli hii hutumia kituo jumuishi cha nguvu ambacho urahisisha usimamizi wa uendeshaji, kinawezesha kutekeleza majukumu ya dharura ya baharini kwa muda mrefu na kuhakikisha uendeshaji wenye kubadilika hata katika mazingira magumu ya bahari. Sifa hizi zinaongezea kwa kasi kubwa uwezo wa kusaidia urambazaji katika bahari ya kusini ya China. The Haishun 176
after being commissioned, will undertake tasks such as the deployment and maintenance of navigation aids within its jurisdiction. It will particularly provide safe, convenient and efficient navigational support services for key waters like the Zhongzhou Strait, and the Sancha Area Navigation Buoy maintenance and servicing now cover the whole of the maritime zone surrounding Hainan Island and the full Sancha jurisdiction. Kiwanda cha kwanza duniani chenye teknolojia ya kisasa kwa ajili ya uzalishaji wa magari yanayopaa kwa wingi kimeanza uzalishaji wa majaribio mjini Guangzhou, mji mkuu wa mkoa wa Guangdong kusini mwa China. Wachambuzi wanasema hii ni hatua kubwa ya kibiashara kwa usafiri wa kizazi kijacho. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Kiwanda hiki kinamilikiwa na kampuni ya Arij, tawi la watengenezaji wa magari ya umeme ya Xpeng nchini China. Kiwanda hicho chenye ukubwa wa mita za mraba 1120 tayari kimetengeneza ndege ya kwanza ya umeme inayoweza kutenganishwa sehemu ya gari lake la kisasa linaloitwa Land Aircraft Carrier. Kiwanda hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha vitengo 10,000 vya ndege zinazoweza kutenganishwa kila mwaka, huku uwezo wa awali ukiwa vitengo 5,000. Kiwanda hiki ndicho kikubwa zaidi duniani katika aina yake na kitakuwa na uwezo wa kuunganisha ndege moja kila baada ya dakika 30 mara kitakapoanza kufanya kazi kikamilifu. Wakati wa uzalishaji wa majaribio, kazi kuu ni kuthibitisha mchakato wa uzalishaji, kurekebisha vifaa na kutoa ndege za mfano kwa ajili ya kupata cheti cha uhalali wa kupaa. Na baada ya kupata cheti hicho, kiwanda kitaanza hatua ya uzalishaji wa wingi, hatua itakayoweka rasmi mwanzo wa uzalishaji mkubwa wa magari yanayopaa. Gari hilo linalopaa lina sehemu mbili: gari la ardhini lenye magurudumu 6 linaloitwa Mothership, na ndege ya umeme inayoweza kupaa na kutua wima almaarufu eVTOL, ambayo inaweza kutenganishwa. Ndege hiyo ya eVTOL ina hali mbili za uendeshaji, ya moja kwa moja na ya mikono. Hali ya moja kwa moja inaruhusu kupanga njia kwa AI na pia kuruhusu kupaa na kutua kwa kubofya mara moja. Gari hilo lenye urefu wa takriban mita 5.5 linaweza kuendeshwa barabarani kwa leseni ya kawaida na kuegeshwa katika sehemu za kawaida za maegesho. Kifaa kikubwa zaidi duniani aina ya Tiara cha kuzalisha umeme kwa kutumia upepo lenye eneo la mita za mraba 5,000 limekamilisha jaribio lake la kwanza la kuruka siku ya Alhamisi huko Alzaleftbana, mkoa wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China. Jaribio hili linaashiria hatua muhimu katika maendeleo ya China ya teknolojia ya nishati ya upepo wa urefu mkubwa. Nilifuatilia kwa karibu taarifa hii na nimekuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa kampuni ya China Energy Engineering Corporation Limited iliyotengeneza tiara hiyo ilifanikiwa kufunguliwa kikamilifu angani na pia kurudishwa chini wakati wa jaribio. Jaribio hilo lilihusisha mfumo wa kizazi cha umeme wa upepo wa juu angani unaotumia matiara kukamata nishati ya upepo kisha kuvuta jenereta zilizo ardhini ili kuzalisha umeme. Teknolojia hii inawezesha kukusanya nishati ya upepo kutoka urefu wa zaidi ya mita 300 na kuiweka kwenye umeme kwa kutumia matiara kama kifaa kikuu. Tumekamilisha jaribio la kwanza la kufungua kite kubwa zaidi duniani linalozalisha umeme na tumefanikiwa kukusanya data muhimu ambayo itatoa msingi wa kisayansi kwa usanifu wa kifaa hiki na kuweka msingi wa kuandaa seti kamili ya vifaa na viwango. Katika maeneo ya juu angani, upepo upuliza kwa kasi, nguvu zaidi na kwa mfululizo. Upepo wa juu angani ambao bado haujachunguzwa sana kama chanzo kipi cha nishati una uwezo mkubwa wa kuendelezwa. Tutaendesha majaribio ya kurudisha makite mengi kwa wakati mmoja na tunapanga kuanza majaribio ya uzalishaji umeme mwishoni mwa mwaka ujao. Na kwingineko ni kwamba China imepata mafanikio makubwa katika uzalishaji wa roboti za viwandani wakati wa mpango wa miaka 5 wa 14, ikiongeza uzalishaji na kukuza sehemu ya soko ya chapa za ndani. Sekta hii pia imeimarika kupitia ubunifu wa haraka na uwezo mkubwa wa kutengeneza vipengele muhimu
ndani ya nchi. Uzalishaji wa roboti za viwandani nchini China umeonyesha mafanikio makubwa katika kipindi cha mpango wa miaka mitano wa 14 kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, ukiwa na ongezeko muhimu katika uzalishaji na sehemu ya soko ya bidhaa za ndani. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu kutoka Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari. Katika kipindi hicho, China imeharakisha ubunifu na uboreshaji wa bidhaa zake za roboti za viwandani. Uwezo wa uzalishaji wa ndani wa vipengele muhimu kama vile vioo vya kuonyesha, mifumo ya servo na vidhibiti umeimarika kwa kiasi kikubwa. Mwaka uliopita, mauzo ya roboti za viwandani za chapa za ndani za China yalifikia 1177, yakionyesha kiwango cha wastani cha ukuaji wa 33.1% kwa mwaka katika kipindi cha mpango wa 14. Sehemu ya soko ya chapa hizi ilizidi 50% na kufikia 58% mwaka uliopita. Tangu kuanza kwa mpango wa miaka mitano wa 14, China imeweka roboti nyingi zaidi za viwandani kuliko nchi zote duniani kwa pamoja, na roboti hizo zimetumika katika makundi 71 makuu ya viwanda na makundi madogo yapatao 240 ya uchumi wa taifa. Katika kipindi cha mpango wa miaka mitano wa 15, yaani kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030, China itaharakisha uunganishaji wa kina kati ya sekta ya roboti, akili bandia na teknolojia nyingine mpya zinazoibuka. Aidha, China itatoa kipaumbele kuharakisha ubunifu na uboreshaji wa bidhaa ili kukidhi mahitaji na matumizi maalum na ya kisekta ya roboti. Na ufundi wa utarizi wa hariri wa Yunjin unaotengenezwa na Nanjing, China, ni utarizi wa jadi wenye historia ya zaidi ya miaka 1600 unaojulikana kwa sanaa yake ya kipekee, mtindo bora na vitambaa vya ubora wa juu. Mwenzangu Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Karibu tujiunge naye basi Zakia Pong. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China ilianza utekelezaji wa zuio la uvuvi katika bonde la mto Yangtze mwaka 2021 ili kuongeza kasi ya urejeshaji wa ekolojia ya viumbe vyake vya majini na mazingira ya maji. Tangu kutekelezwa kwa zuio hilo kwa muongo mmoja, mto Yangtze umeshuhudia ufufukaji mkubwa wa viumbe vya majini, huku sehemu ya mafanikio ikichochewa na sera na hatua maalum. Katika miaka 4 iliyopita, rasilimali ya samaki katika eneo hilo limeonekana kufufuka kidhahiri. Takwimu za usimamizi zinaonyesha kuwa spishi 344 za asili za samaki wa huko zimerekodiwa kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la spishi 36 ikilinganishwa na kipindi cha mwaka 2017 hadi mwaka 2020 kabla ya zuio hilo, na kuthibitisha ufufukaji endelevu wa viumbe vya majini. Pomboo wasio na pezi katika mto Yangtze ni wanyama pori wa ngazi ya kwanza ya ulinzi kitaifa, na hadhi ya idadi yake inatumika kama kipimo cha mazingira ya kiekolojia ya mto huo. Hivi karibuni, katika taasisi ya sayansi ya maisha na michakato ya maisha ya viumbe wa majini iliyo katika Akademia ya Sayansi ya China, pomboo wawili wa kike wasio na pezi walithibitishwa kuwa na mimba. Tangu kutekelezwa kwa zuio la uvuvi, ufuatiliaji kwa kutumia picha na sauti zisizosikika za maendeleo ya mimba za pomboo hao umeweza kutimizwa hapo, huku picha za maendeleo hayo zikihifadhiwa kufuatia kila hatua ya ukuaji wa viumbe hao. Zaidi, taasisi hiyo imeshirikiana na taasisi wenza wa pande nyingi kujenga jukwaa la usimamizi la wakati husika linalojiendesha kwa kutoa picha za wakati husika za viumbe hai wa majini na kuanzisha mfumo wa kila wa ulinzi kwa pomboo wasio na pezi wa mto Yangtze
na hivyo kusababisha mwendelezo wa maboresho katika makazi na idadi ya spishi hiyo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi, mtazamaji, umewadia ule wakati ambao ulikuwa unasubiri kwa hamu na ghamu wajifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第一课，你好。 Tujifunze kuhusu namba. Je, unajua jinsi ya kuelezea namba kwa Kichina? Je, unajua jinsi ya kuandika namba hizi? Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. Tafadhali andika pamoja nami.
6、7、8、9、10。Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 你好老师再见。 Sasa tutaangalia matumizi ya maneno hayo. 你 Tafadhali soma maneno hayo pamoja nami. 你好 好 你好 老师好再见。 Kununua vitafunwa. Mvulana na msichana walienda kununua vitafunwa kutoka kwenye tanuri la mikate. Kuna vitafunwa vizuri sana kwenye tanuri la mikate. Tafadhali chagua idadi ya vitafunwa kulingana na namba na jina la vitafunwa kama ilivyoelezwa. Anataka waffles ngapi? 3 1 2 3 Anataka mikate mingapi? 5 1 2 3 4 5 Safi sana. Tafuta maandishi ya Kichina. Sayari ya Pinyin ilipaa angani kutafuta maandishi ya Kichina. Tafadhali tafuta herufi husika sahihi kutoka kwenye chupa kulingana na Pinyin na ueleze namba yake ya mfululizo. Kwa kuchagua jibu sahihi, herufi husika zitapaa na kurudi kwenye sayari ya Pinyin. Tafadhali soma Pinyin hiyo. 你 Ipi ni sahihi? 3 6 7 老 4 5 7 好 1 7 3
2 3 5 在4 5 7 见3 5 7 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见 Haya, kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.